Serikali itaendelea kutoa ushirikiano nanyi kwa dhati kabisa ili kufanikisha malengo ya kuwa na mazingira mazuri ya uwekezaji na biashara hapa nchini. Na ni mategemeo yao kuwa mpango huu utaongeza tija kubwa kwa taifa letu na itasaidia sana kufikia malengo yetu ya kukuza uchumi na kuupeleka kwenye uchumi wa kati ambao ni endelevu. Ndugu wageni waalikwa, mpango wa kuboresha mazingira ya biashara na uwekezaji nchini una manufaa makubwa kwa uchumi wetu wa maendeleo ya taifa letu, na manufaa haya ikiwemo kuvutia uwekezaji wa ndani na wa nje kwa kuwezesha wawekezaji wa ndani na nje kupata fursa nzuri ya uwekezaji. Hatua hii inakwenda kuhamasisha pia uingizaji wa mitaji, teknolojia mpya na maarifa ambayo yanawezesha kuongeza uzalishaji na kuboresha huduma mbalimbali kupatikana kwa mazingira rahisi na bei nafuu. Lakini pia inakwenda kufanya maboresho ya kuchochea uwekezaji mpya na miradi mipya ya biashara ambayo itazalisha fursa mpya za ajira kwa Watanzania. Hatua hii inakwenda kusaidia kupunguza kiwango cha ukosefu wa ajira hapa nchini, hasa ukizingatia kwamba uwekezaji mmoja unaweza kuchukua zaidi ya waajiriwa 100 au zaidi na wengine mpaka 1000. Hii itakwenda kupunguza kiwango cha ukosefu wa ajira kwa vijana wetu na kuongeza kipato cha familia moja moja. Tunakwenda kufungua milango ya kupata masoko kimataifa kwa bidhaa zinazozalishwa hapa ndani. Mpango huu unakwenda kuboresha mazingira ya biashara na kuvutia makampuni ya kimataifa kuwekeza hapa nchini, ambayo pia yenyewe yatakuwa yameshatafuta fursa za masoko kwa bidhaa ambazo zitazalishwa hapa ndani na kuifanya Tanzania kuwa kivutio cha biashara duniani, kama vile uwekezaji ulioko eneo la Ubungo ambao utakuja kuvutia wanunuzi kwa kutafuta masoko kutoka nchi za Afrika Mashariki, lakini pia na SADC. Inakwenda kuboresha miundombinu kama vile barabara, bandari na huduma za nishati zitakwenda kuboreshwa, lakini pia na fursa nyingine ambazo zinasaidia zaidi katika uwekezaji na ufanyaji biashara, jambo ambalo linakwenda kuchangia ustawi wa uchumi wetu, urahisi wa kufanya biashara na kuboresha ustawi wa jamii kwa ujumla wake. Hali hii pia itawezesha wakulima kupata masoko ya mazao yao watakayozalisha yatakayonunuliwa na viwanda vitakavyojengwa hapa nchini au uwekezaji wa aina yoyote ile hapa nchini. Na pale ambako kutakuwa na viwanda vya kuongeza thamani, hivi vitapanua wigo wa masoko wa wakulima wa Kitanzania hapa ndani ya nchi. 5, tunakwenda kukuza ushindani na ubora wa bidhaa zetu. Hapa tutakuwa na mazingira bora kabisa ya biashara. Makampuni yanayozalisha bidhaa hapa nchini yataendelea kushindana kwa ubora wa bidhaa zao na utoaji huduma zao. Hii inakwenda kusaidia kuongeza tija na ubora wa bidhaa, jambo linalosaidia kuimarisha uchumi, lakini pia afya ya walaji na kuleta bei shindani ya bidhaa.